Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu kwa jina la Bwana Yesu. Nakupenda na Bwana wetu Yesu anakupenda. Naamini uko salama na Mungu iko upande wako. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Mathayo sura yake ya 17 na mstari wake wa 19. Amen. Mathayo 17:19 tutasoma kwa jina la Yesu. Yesu akamkemea yule pepo mchafu, akamtoka yule kijana, naye akapona tangu wakati huo. Kisha wanafunzi wakamwendea Yesu kwa siri, wakamuuliza, kwa nini sisi hatukuweza kumtoa? Akawajibu, kwa sababu ya imani yenu ndogo. Ninawaambieni kweli, mkiwa na imani kama punje dogo ya haradali, mtawaambia mlima huu, ondoka hapa uende pale, na utaondoka, na hakuna ambalo halitawezekana kwenu. Lakini pepo wa aina hii hatoki ila kwa kuomba na kufunga. Amen. Baba, tunakushukuru kwa neno lako hili. Asante Bwana, ulibariki katika mioyo yetu, ndani ya watoto wako izae matunda kupendeza, kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno ambalo tunasoma katika Mathayo, wakati ambapo Yesu alikuwa mlimani. Amen. Alikuwa mlimani, na huko mlimani, huko chini kulikuwa wanafunzi wake walikuwa wanamngojea, na kwa kuwa kukakuja baba moja na kuja na kijana wake ambao alikuwa na pepo ya kifafa. Pepo ya kifafa alikuwa anaanguka katika moto, anaanguka mahali pabaya, na Biblia inasema kwamba ilikuwa pepo ambayo ilikuwa inamsumbua sana, na wanafunzi wake walijaribu kuomba kwa ajili ya hiyo pepo kuondoka, lakini hawakufaulu. Wakaomba, lakini ile pepo ilikuwa inabaki tu. Na wakati Yesu ambapo alikuja, huyo baba akamlilia Bwana Yesu akasema kwamba nimeleta kijana wangu kwa wanafunzi wamwombee pepo hii itoke, kwa sababu inamsumbua mwanangu, lakini hawakuweza. Biblia inasema kwamba Yesu kwanza akaambia wanafunzi, akakemea kwa sababu gani? Hawana imani, na baadaye akakemea hiyo pepo. Amen. Akakemea hiyo pepo na hiyo pepo ikatoka. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya nguvu za Mungu. Na Biblia inasema kwamba baadaye wanafunzi wake walipokuwa pamoja na Bwana Yesu pekee yao, wakamuuliza Bwana, kwa sababu sisi gani hatukuweza kutoa pepo hilo? Kwa sababu Yesu tayari alikuwa amewapa mamlaka. Na Yesu akawaambia kwamba kwa sababu ya imani yenu. Amen. Mkiwa na imani kama mbegu ya haradali, mtaambia mlima uondoke, utatii, mlima utawatii. Akawaambia siri moja, akasema lakini kwa aina ya pepo hii mpaka katika kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Ni siri kubwa Mungu ameambia, Yesu ameambia wanafunzi wake. Amen. Na leo hii wewe unaweza kujikuta katika shida. Unaweza kujikuta katika hali ngumu ya maisha, unafanya hiki na unafanya kile, mambo hayaendeke. Nakushauri uende katika maombi na kufunga. Bwana asifiwe. Kama Yesu mwenyewe amefunga na kuomba na kaambia wanafunzi wake siri hiyo, hakuna lipepo ambalo linaweza kusimama katika kufunga na kuomba. Wakati tunapoinua moyo wako kumtafuta Mungu katika maombi na kufunga, unakutana hizo kamba za mwovu za adui zinakatika. Kwa sababu gani? Hazina nguvu, hazina power. Katika maombi kunakuwa ushindi na kunakuwa nguvu. Katika kufunga na kumtafuta Mungu, Mungu anakuaga anaonekana. Bwana asifiwe. Ni kwako wewe kumtafuta Mungu katika kufunga na kuomba. Wakati tu Mungu anakuwa karibu, lakini mara nyingi nakutana sisi ndio tunaenda mbali kidogo na Mungu. Wakati unapoamua kufunga na kuomba, unamkaribia Mungu, unajisogeza karibu na Mungu. Amen. Unaona nguvu za Mungu. Amen. Hizo vitu vyote vinavyo resist maisha yako, vinavyo kusumbua, kamata hatua ya kufunga na kuomba. Amen. Utaona nguvu za Mungu. Kuna wakati nilipitia katika hali ngumu, mambo yalikuwa hayaendeki, lakini wakati ambapo nimeinua kuamua kufunga na kuomba, amen, hiyo mambo yote toka nilianza tu siku ya kwanza maombi, mambo yakaanza kufunguka, ikafunguka, kila kitu kikafunguka, na nikamshukuru Mungu. Kwa sababu gani? Hiyo siri ya kufunga na kuomba. Na mimi nakushauri ndugu yangu, dada yangu, uwe na hiyo uamsho, uamke mtafuta Mungu katika kufunga na kuomba. Usikubali mwovu aziuze baraka zako, wala kuziwize usiendelee mbele. Hizo shida zote, hizo maproblem zote zinakuwa zinashindwaga katika kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe.
wakati Danieli ambapo alikuwa anafunga na kuomba, Biblia inasema kwamba kulikuwa nguvu za giza ambazo zilikuwa zinaziuza majibu zisimfikie Danieli, lakini mwisho tu malaika akakuja akaletea Danieli majibu yake. Bwana asifiwe. Hakuna ya kushindikana kwa Mungu. Amua kufunga na kutafuta Mungu na utaona mambo yote yanakuwa sawa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo Mungu alikuwa anataka kuharibu Ninawi kwa sababu ya dhambi nyingi, alimtuma Yona kwenda kuhubiri huko. Lakini wakati watu wa Ninawi waliposikia ya kwamba wanakaribia kuangamia, walienda kwa maombi na kufunga siku 3 na kumtafuta Mungu, hata nyama zikafunga na kila kitu, na Mungu wa huruma akasikia maombi yao na akaondoa hiyo kuharibika, hiyo uharibifu ukapita mbali na Ninawi. Kwa sababu gani? Walijua siri ya kumtafuta Mungu. Mungu ni wa rehema. Amen. Karibia Mungu tu. Hizo nguvu zote zinazokufunga, nguvu za mwovu, zinakuaga without power, zinashindwaga wakati wote unapokuwa katika kufunga na kuomba na kumtafuta Mungu. Usikubali mwovu achukue baraka zako. Amua kumtafuta Mungu. Amen. Bwana Yesu kwa sababu ametupenda, ndio maana ametupatia siri ya maombi na kufunga. Naye Bwana Yesu alifunga wakati ambapo alienda mbele ya kuanza ministry yake. Yesu alienda katika jangwa akafunga na kuomba, na Biblia inasema kwamba kamshinda yule mwovu. Amen. Hakuna nguvu ambazo zinaweza kuresist wakati unapoamua kufunga na kumtafuta Mungu. Amen. Mungu ni wa rehema na ameshakupatia hiyo nguvu na secret na hiyo siri kubwa. Amen. Wakati ambapo ego inakamataga nyoka kuiua, bila ego inapandaga juu, alafu inaacha nyoka hewa hivi, nyoka inakuwa haina nguvu. Kwa sababu gani? Fasi yao inakuwa na nguvu ni kwenye udongo, lakini inapokuwa juu hivyo hewa inashindwa kwa nguvu. Na ni kama vile maombi, wakati unapoingia katika maombi, una attack nguvu za giza na zinashindwa katika maisha yako. Mwovu anaweza kuletea kuzubai ili kwamba usichue, uneglect maombi na kufunga. Hapana, amua kufunga na kuomba. Hiyo ina neutralize nguvu za mwovu. Amen. Ina neutralize kila nguvu ambazo zinazuia baraka zako, kama ni uchawi, kama ni nguvu zote za giza, zinakuaga without power wakati unaingia katika maombi na kufunga. Hiyo njia ya kumpiga mwovu, nayo mwovu anapokusumbua na kuzuia baraka zako, ingia mu maombi na kufunga. Amen. Ni kama vile kuna mpiga na kuna nyang'anya power yote. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo neno naamini kwamba linakubariki. Naamini kwamba utakamata hatua. Amen. Mungu ametuita ili kwamba tuendelee tuone baraka zake. Ameshatuandalia baraka tayari, na ni baraka zako ziko kwa wingi. Amen. Usikubali muovu akamate akuibe baraka zako. Amen. Tafuta Mungu katika kuomba, katika kufunga, na maisha yako iwe maisha kumkaribia Mungu. Amen. Na utaona kila wakati kuendelea na kuenda juu. Amen. Kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Amen. Mungu ni mwaminifu na ni Mungu ambaye anapendeka tubarikiwe sisi wanawake. Ameshatuandalia baraka, ameshatupatia baraka. Amen. Na ni kwetu sasa kukamata authority ametupatia kuchukua baraka zetu. Mungu akubariki kwa neno lake hilo. Naamini kwamba umebarikiwa. Na naamini kwamba Mungu amekupatia nguvu mpya ya kumtafuta, na maisha yako haitakuwa tena the same. Maisha yako itabadilika kwa wema na kuendelea juu zaidi, kama vile Mungu amekupangia kwenda juu wala si kwenda chini. Amen. Utaendelea kuinuliwa, naamini, na Mungu akubariki hadi hapo tutakapoonana tena, na kutakia amani na baraka na mafanikio katika Bwana.